Kamwagiza katibu mkuu kwanza amsimamishe mtendaji mkuu wa TEMESA na management yote ya TEMESA. Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imemsimamisha kazi mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi wa umeme TEMESA ili kupisha uchunguzi wa tuhuma za uzembe, usimamizi dhaifu na ubadhilifu dhidi yake na viongozi wengine wa taasisi hiyo. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ametangaza hatua hiyo jijini Dar es Salaam, akisema hatua hiyo imefuatia malalamiko ya wananchi kuhusu utendaji wa taasisi hiyo, lakini pia matokeo ya uchunguzi wa tume iliyoundwa na vyombo vya serikali kuchunguza tuhuma hizo. Tuna vivuko ambavyo vinasuasua kufanya kazi. Changamoto hii ambayo sisi kama wananchi, mimi wakati natafuta kura nilimwambia Mheshimiwa Rais kwamba Kigamboni kuna changamoto mama zinazojulikana, lakini changamoto mojawapo ilikuwa ni ya kivuko. Pamoja na kwamba nilizungumza mambo ya barabara, lakini nilimwambia kivuko kina changamoto kubwa. Nimekuta mradi kwa 57%. Bado mko nyuma. Kwa ninawahimiza changamka. Watu wa Mafia wanasubiri mbele. Lakini nimesikiliza maneno ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigamboni, Mheshimiwa Sanga, yanayohusu vivuko ya pale kivukoni, feri maarufu, na namna ambavyo watu wa Kigamboni na wana Dar es Salaam na Watanzania walio wengi wanaotumia kivuko hiko wanapopata tabu. Nimekusikia. Na vile vile nimekusikia juu ya shukrani yako kwa ubunifu wa serikali wa kushirikisha sekta binafsi. Lakini umesisitiza kwamba bado huduma ya hivi vivuko vya serikali inahitajika pia. Sisi tumechukua jambo hili na tunakupongeza. Haya yaliyosemwa na mbunge hapa yanayohusu vivuko ya hapa feri, na kwamba vinazidiwa, wakati mwingine vinasimama kabisa na vinazusha taharuki kubwa sana kwa wananchi, ni mambo ambayo yamenisukuma pia vile vile fanya ziara hii. Serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imepokea barua kutoka kwa wananchi ya malalamiko yanayohusu utendaji kazi wa shirika letu la TEMESA. Barua ile imeeleza juu ya uzembe wa watendaji. Barua ile ikaendelea mbele ikasema juu ya upendeleo kwenye mambo ya zabuni. Barua ile ikaendelea mbele ikasema juu ya mambo ya ubadhirifu wa mali ya umma unaohisiwa na wananchi. Wale wananchi wamejiandika katika barua ile wao ni walalahoi. Tunayo hiyo barua. Imeandikwa kwa serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Serikali iliamua kuunda timu ya uchunguzi. Timu ile imeifanya ile kazi vizuri kwa muda wa miezi miwili, kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 10. Imepita nchi nzima kukagua mwenendo na taratibu za shirika letu hili la TEMESA. Timu imemaliza kazi, imetuletea ile ripoti, na ile ripoti imebaini kweli kabisa kwamba uko udhaifu mkubwa sana wa kiutendaji, kwa uzembe na uko ubadhirifu wa mali ya umma. Mamilioni ya fedha yametajwa na uzembe kabisa umetajwa katika ripoti ya siri ambayo tumepatiwa sisi. Ni ripoti ya serikali, na tume imenipa ushauri, imetoa ushauri wa kwamba ziko hatua za kuchukua. Moja, kutokana na jambo linalohusu uzembe, imeshauri nini cha kufanya. Na 2, kutokana na jambo la ubadhirifu wa fedha za mali, fedha za umma, ziko hatua pia vile vile zilizoshauriwa. Sisi Wizara ya Ujenzi ambayo ndio yenye dhamana na shirika hili la TEMESA, na kwa kufuata maelekezo ya viongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais Dr. Nchimbi, Balozi, lakini vile vile Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba,
ya kwamba serikali ya awamu ya 6 haitavumilia uzembe wa aina yoyote, watendaji wazembe, wabadhirifu wakae chonjo. Sasa kwa spirit hiyo na baada ya uchunguzi wa kina wa vyombo vya serikali, nikajiridhisha, kamwagiza katibu mkuu kwanza amsimamishe mtendaji mkuu wa TEMESA na management yote ya TEMESA, na tayari kazi hiyo ameshakwisha kuifanya mara moja. Kwa hivyo hivi sasa tumewasimamisha wote. Hatua inayofuata kwa mujibu wa kanuni, sawa, ziko fraud mule, kuna ubadhirifu wa fedha za umma, kuna mambo ya udanganyifu mkubwa ya zaidi ya shilingi bilioni 2.5, zinafika bilioni 5 fedha za Kitanzania. Hatuwezi kuvumilia hali ya namna hiyo. Kwa hivyo tumeunda kwa kanuni, kwa mujibu wa kanuni ya utumishi, tumetengeneza timu ndogo, tumeipa siku 7. Timu hii ndio itakayokamilisha sasa kwa mujibu wa sheria za nchi, kanuni ya utumishi, kazi ile ya uchunguzi, baada ya ile timu kubwa ya serikali iliyotuibulia jambo hili. Sasa kwa mujibu wa sheria ya utumishi namba 36, hapa tuna kazi ya timu ndogo ambayo nimemwagiza katibu mkuu ameshakwisha kuiunda ndani ya siku 7. Na baada ya hapo wanaohusika wote watakwenda mahakamani, waende wakajibu yale yanayowahusu.